Anawapenda sana sana sana. Na hivi karibuni mtamuona kwa mada yenye mumeleta hapa. Nimesikia kuna mama mwingine kule Machakos afanyi kazi, hospitali haina madawa, watu wanakufia ndani. Unajua, mimi niliambia Wakamba, sijui wanaangalianga wapi kuchagua wamama kama wale. Huyu Wavinya inafaa wamupeleke nyumbani. Na mimi nataka kuambia Wakamba, mwache kujaa Nairobi, endeni mtoe huyo mama aende nyumbani bwana. Muko hapa Nairobi bure na watu wanakufa kule Machakos. Unaona? Nimesema tu mwache kujaa hapa. Unajua? Order members, order. Mimi nimeambia Wavinya, sijaambia wewe. Kidogo Dennis. Unajua rules za bunge. Kama unaona kitu imekusinya, bemba mkono nikupe time muulize. Come forward. Mr. Speaker, yes. Mtu akisimama kwa floor. Na hapa tuko siasa. Si hapa tunapiga tu siasa. Wote ku-identify wasema Wakamba wanakufa. Wanakufa na nini wanakufa? Kama una support, for example, una support Matiang'i. Simama na Matiang'i wako. Ni Wakamba inaniuma, mimi ni Mkamba. Unaongelea Wakamba na wewe ni wa huko. Siongei ya huko kwenu. Mimi nimesema hivi. Nimesema mama Wavinya ameacha hospitali haina madawa. Watu wanakufa kwa hiyo hospitali kule Machakos. Na nimeambia Wakamba waache kujaa Nairobi. Sijataja mtu jina. Ni Wakamba. Waende wafukuze huyo mama aende nyumbani. Hii maneno ya munaleta hapa ya ugavana Nairobi. And I want to be very categorical today. Very categorically. The issue of Nairobi needs a person who is mature. Mtu ambaye ni mzaliwa wa Nairobi. Mtu ambaye amekaa Nairobi, amechaguliwa tamu ngapi? 3. Huyo mtu anajua Nairobi. James Mwangi Kaguya. Na siogopi. James Mwangi Kaguya. Yes. Huyu mwanaume anaitwa James Mwangi Kaguya. Sio mtu wa perepere mingi. Sio mtu wa perepere mingi. Huyu ni mzee ametulia. Mzee ambaye akikaa anaangalia vile Nairobi itakuwa mzuri. Mimi niko hapa kuwapea manifesto kidogo ya James Mwangi Kaguya. Unajua huyu jamaa kitu ya kwanza akiingia Nairobi, kila ward. Mr. Speaker, huyu mtu wa media ananisumbua. Beba kamera yako uende, kwana kupembeleza. Angalia huyu. Order members. Order. Hata sijaongea huyu ananisumbua. Order members. Order Bwana Willy, kulingana na sheria na structure za bunge, uanga mada imekuja kuhusu Nairobi sana bwana. Ngoja, inaongelea kuhusu Nairobi. Na huyu jamaa maybe tuna mtu wake anafanya nini? Anauza. Hiyo iko allowed. So akuwe ako payslip, hapa ndio inalipa watu kweli hapo roho. So mimi nampea time aendelee amalize. Mr. Speaker, Willy beba kamera yako pote. Mr. Speaker, nataka kusema hivi. Mimi manifesto ya James Mwangi Kaguya iko kwa akili yangu. Na huyu James Mwangi Kaguya amesema akiingia ugavana, kila ward vijana kila ward vijana 60 watakuwa wanapewa kazi ya kufungua mitaro. Hakuna kijana ataenda kwa ward ya mtu. Kila kijana kama hapa, for example hapa mahali tuko hapa, vijana wa Jacaranda watakuwa wanapewa kazi ya kukilini hapa Jacaranda, inakuwa kilini. Wewe Saturday unapata mshahara yako na kula na girlfriend. Huyo ni James Mwangi Kaguya.
Huyu James Mwangi Kaguya pia amesema sababu mnakufa sana hapa Mama Lucy na Mbagathi Hospital. Amesema kuwa ya kwamba ataweka madawa na alipe madaktari msikufe tena. Huyo si ni mtu ako na akili? Ni mmeshaiona James, mmeshaiona alafu nikimalizia nikiwaambia hivi, mukae mkijua huyu mwanaume pole mcha Mungu anaitwa Fred Okengo Matiang'i ndio rais wa Jamhuri ya Kenya 2027. Asanteni sana.